vijana kuweza kupata fursa ya kwenda kupata mikopo ya 4% ambayo ni kwao, imetengwa kwa ajili yao. Lakini zaidi ya yote tunashukuru pia kuwa na sehemu ya wizara yao. Lakini jambo kubwa ni kwamba utayari. Unajua tunapozungumza swala la vijana tunazungumza pia na ule utayari. Na wote tumetoka kwenye nafasi ya ujana. Jambo la kwanza, kijana anatakiwa awe tayari kwenda kufanya majukumu pasipo kuwa na ubaguzi wa majukumu gani ayafanye. Majukumu yaliyo halali, kwenda kufanya majukumu yaliyo halali. Wanapopata fursa hii, basi nimejaribu kuwa na vijana wengi na mpaka sasa na zaidi ya vikundi kama 4 vya vijana. Wasa kikundi cha kwanza ni vijana wa bodaboda ndani ya kata yangu, wanaita kikundi namba 7. Nilijaribu kukutana nao nikawaambia, mnatambua fursa ya mikopo ya 10% ambayo kwenu umetengewa 4%. Ni kama walikuwa hawana uelewa hivi. Unajua vijana wengi wanapita tu, wanatembea, wanabaki na zile story kwamba hatupati mikopo bwana, mikopo ni ya kina fulani. Nimejaribu kuzungumza nao na wakafurahi, wakaanzisha kikundi. Na hivi ninavyozungumza na nafikiri kwenye awamu inayokuja wanaweza kupata mkopo. Lakini tayari tuna vijana ambao tayari pale kwenye hicho kijiwe ambao tayari wengine wameshapata mikopo ya pikipiki. Kwa hiyo unaona vijana wengi, fursa ya kwanza ni sisi viongozi kutoka na kuwaelewesha vijana. Viongozi wengi tumekuwa hatutoki kuzungumza na makundi. Ndio maana inapelekea vijana wanakuwa na ile mihemko, wanakuwa na hasira, kwa sababu kama kiongozi wao usipotoka kuzungumza nao utabaki kwenye kuwalaumu vijana. Lakini kumbe vijana wengi hawajapata elimu. Kwa hiyo fursa ya kwanza ni mimi kuhakikisha kuwafikia vijana na kuwapa elimu juu ya yale yanayoendelea katika serikali yetu. Lakini fursa ya pili ni kuendelea kusimama nao, kuwatia moyo. Vijana wanahitaji kusikia neno lenye kuwagusa wao, kwamba wanapata nini kwa serikali yao, ama wana uwezo wa kufaidika na nini na serikali yao. Ndio maana unaona serikali yetu imeamua kutenga wizara yao kuhakikisha inawahudumia kwa karibu. Lakini pamoja na hilo, vijana wengi, hata hichi ninachokizungumza kwenye swala la kwenda kuzifungua barabara, vijana wengi pia wanapata fursa ya kuhakikisha hata anapofanya biashara zake anatoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Na unapoangalia sasa hivi wimbi kubwa vijana wetu wanakimbia kwenye fursa zile ambazo zinafikika kwa haraka, ambazo tusema hasa swala la bodaboda, bajaji. Ni kundi kubwa sana ambalo hata wao waliposikia mpango huu walisema hii na sisi pia tunanufaika nao kwenye swala la barabara, kwa sababu vyombo vyetu vinaharibika na tunapopita kwenye maeneo mengine hayapitiki, tunapata tabu sana. Lakini fursa nyingine ni kuhakikisha kuendelea kutoa elimu kwa vijana kwa kile ambacho tunaweza kuwagusa na kuwatia moyo, haswa kwenye masuala mazima ya maisha ya ujana. Lakini pia kuendelea kuwaelekeza mazingira ya kupata rasilimali fedha. Sasa hivi kila kitu bwana katika maisha ya sasa, ukiacha jambo la kwanza uzima, ni fedha. Fedha utazipataje? Kwa hiyo ni lazima kijana tuendelee kuwapa elimu na kuyaleta taasisi za fedha kama mabenki kuweza kuzungumza nao kitaalamu zaidi. Kwa hiyo tunaamini vijana wakielimika, vijana ni kundi kubwa ambalo likielimika kwenye jamii tunaweza wakwenda kupata kipato kikubwa sana, kwa maana watakuwa ni watu ambao sio tegemezi, sio watu walalamishi. Na daima vijana wakikaa bila shughuli za kufanya, utaona sasa ndio wale makundi tunaweza kupata changamoto kubwa ya mambo ya kiuhalifu, sababu mzee wa miaka 80 hawezi kuwa mhalifu. Atakaye kuwa mhalifu ni kijana mwenye nguvu. Kwa hivyo ni lazima tuangalie. Na ili kundi la vijana hususan wale chukia masuala ya bodaboda ni lazima walindwe sana na ifike mahala wapewe elimu. Mfano wanapiga simu, unajua vijana wakikuamini kila jambo wanaanza kukukimbilia. Ndio utaona kwamba hapa mimi niko na vijana. Wanapiga simu, bwana tunazuiwa kufanya kazi za doria usiku, wanapotembea wanatukamata, wanatudai fedha, sasa wanatuweka pembeni kwa muda mrefu. Kwa fursa ya vijana ni uongozi kuwa karibu yao na kuwapa elimu. Unawaambia unakamatwa kwa nini? Nakwambia sikuvaa helmet. Ngombe sasa kutokuvaa helmet ni kosa. Kwa nini unafanya hivi? Oh bwana, mimi nimekuta pikipiki yangu haina setimila. Unamwambia yaani kikubwa ni jambo la kwanza ni kuwa karibu nao. Kila taasisi zetu za serikali
ambazo taasisi za umma, jeshi la polisi, na wataalamu mbalimbali kutoka ofisi zetu za mkurugenzi, ofisi za kata, ni kuhakikisha wanakuwa karibu na vijana. Hiyo ni fursa kubwa sana kuwa karibu na mtu. Kuna kitu kwanza utakijua na uhitaji wake utaujua, na una uwezo wa kuweza kumsaidia kwa vile unavyoelewa. Kwa hiyo mimi najikita kuwa karibu nao sana, ili kuweza kuzibeba changamoto zao, niweze kuzifikisha mahali ambako zinaweza zikatatuliwa, lakini zile za kupewa elimu na za kuweza kupata elimu. Sio wote ambao wanapokea, wengine pia ni asili yao. Yaani vijana wengine asili yao, kama tunavyojua asili ya binadamu bwana, ipo huwaga haishi. Lakini wale wenye utayari wa kwenda na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuanzia huku chini, ninaamini watapata mambo mengi mazuri na tutawasaidia, watashikwa mkono na serikali hii na watafika mahali pazuri.